Mtazamaji wa Digital, kama ambavyo nimekuambia, tutaendelea kukupa updates ya kile ambacho kinaendelea kutokea hapa ukumbi wa jiji Mtumba, Dodoma, hapa mji wa kiserikali, na nimekutana na afisa manunuzi, naye ana machache au na baadhi ya mambo ambayo atatueleza kutokana na hili kongamano, namna gani linaweza kuleta impact ama faida chanya kwa jamii yetu. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyotoka kunitambulisha, mimi ni afisa manunuzi, kwa majina naitwa CPSP Ali Mahiga, ni mtumishi wa Tume ya Maendeleo ya Shirika. Kongamano hili lina effect kubwa sana kwa jamii yetu. Ndiyo. Hasa kwa kuzingatia chuo cha biashara cha CBE kinashughulika na masuala yote yanayohusiana na biashara. Kwa hivyo hapa kuna watafiti mbalimbali ambao wanaenda kufanya tafiti zao zinazohusiana na biashara. Sasa chuo kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, ambako kama ulivyotoka kuona siku ya jana, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu dadangu Profesa, ambaye ametoka kutabanaisha wazi kabisa kwamba kutokana na tafiti zilizofanyika, na sasa wana mpango wa kuenda kuanzisha program za masomo kuanzia elimu za awali, kwa maana ya shule ya msingi kuanzia la kwanza mpaka la 7, ili kusudi elimu hizi ziende kutumika kwa wanafunzi waweze kupractice masuala ya kibiashara kuanzia chini mpaka sekondari mpaka mavyuoni, ili kusudi kuepukana na hili jangamoto la masuala ya ajira. Kwa maana ya kwamba kijana anapokuwa amehitimu elimu aidha ya shule ya msingi ama ya sekondari ama ya chuo, basi awe ana uwezo wa kuweza kujiendesha kibiashara na vitu vya namna hiyo. Leo ni siku ya mwisho tunahitimisha sasa. Na wazungumzaji wakuu wanaendelea kuzungumza na kunogesha zaidi, kuongeza vionjo, lakini pia kutupa elimu zaidi kutokana na tafiti ambazo zimefanyika, na bado pia tafiti nyingine zinaendelea kuwasilishwa. Mtazamo wako ni upi tangu tumeanza siku ya jana, tafiti ambazo tayari zimekwisha kuwasilishwa, umezitazama katika namna gani manufaa yake na uandaliwaji wake? Zimekidhi vigezo ambavyo sasa tunaweza kuvitumia na zikaleta manufaa hayo kwa jamii? Katika hilo kwanza ni pongeze management ya chuo cha biashara kwa maana ya CBE, kupitia bodi ya chuo na mkuu wa chuo, basi kazi wameifanya kubwa, kwa sababu katika kongamano hili wameweza kupata wale keynote speakers mahiri. Kama ulivyotoka kuona jana, amezungumza keynote speaker mmoja akiwa Uingereza. Yes. Lakini kuna keynote speaker anatoka nchini Ethiopia. Yes. Kwa hiyo wameweza kufanya hili kongamano kuwa la kimataifa, sio la taifa, kwa sababu limeintegrate watu kutoka mataifa mbalimbali. Na kama umemfuatilia vizuri yule keynote anayetoka Uingereza, yeye aliweza kwenda kuzungumzia impact ya smart logistics katika bara la Afrika, akitolea mifano baadhi ya nchi kama vile Rwanda, Tanzania, Malawi, na namna gani ambavyo ameweza kuonyesha tafiti yake inaweza kuwa na athari chanya kama tutaitumia vizuri. Kwa hivyo niseme tu kwa kujibu swali lako, wazungumzaji wote waliokwisha kuzungumza na wanaoendelea kuzungumza ni wazungumzaji wazuri, wameandaa kazi yao vizuri, na kazi ambayo serikali na stakeholders wote wa elimu wakiitumia, basi nchi yetu inaweza ikasogea kimaendeleo. Asante sana. Nashukuru sana.